niendelee kupambana ili niweze kutengeneza. Halo. Go ahead Samani. Endelea. Okay, okay. Yes. Lakini kimahusiano kama nilivyosema, wanawake wengi huonyesha heshima pale endapo mwanaume ana uwezo wa kifedha, na hii ipo wazi, ipo wazi sana. Sasa mwanaume thamani yake haiwezi kutambuliwa kwa pesa tu. Narudi kwenye upande wa pili wa swali, maanake mwanzo nimezungumzia umuhimu wa pesa, kwa sababu kiukweli bila pesa kama mwanaume unaweza ukakosa thamani yako. Kweli mwanaume anastahili kuheshimiwa, lakini usipokuwa na pesa kuna vitu vingi sana utavikosa, mojawapo pia ni heshima yako. Sasa thamani ya mwanaume haipaswi kujengwa juu ya pesa peke yake, kuna maadili yake. Kuna watu ambao wana pesa ila wana maadili mazuri sana. Hayo maadili yamekuwa na thamani kuliko hata uchumi wao, kiasi kwamba watu hawatambui na hawathaminishi tena kwa pesa, wanawathaminisha kwa maadili walionayo. Ndio maana kuna watumishi kuna watu ambao wanaaminika, ni waaminifu kweli kweli, lakini kiuchumi hawako vizuri. Lakini kuna watu wengine ambao pia wana mwelekeo wa maisha kama nilivyosema, wana vision. Hawana pesa zinazoshikika, ila wana maono makubwa ambayo yanazidi pesa. Kwa hiyo mwanaume pia anaweza akapimwa thamani yake kwa kuangalia maono alionayo, kwa sababu maono alionayo yanaweza kawa na thamani kuliko hata pesa ambazo zilizopo, au vipimo vya fedha ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kuwapima watu wenye mafanikio kiasi fulani. Lakini pia ni uwezo wa kupenda na kulinda. Kuna muda au kuna wakati mwanaume anaweza akawa na upendo kwa mke wake, upendo kwa familia, upendo kwa watoto. Anaweza akawa hana fedha, lakini ule upendo alionao unaweza ukatafsiri thamani alionayo, kwamba huyu mtu anajali familia. Hana kitu, hana hiki, hana kile, lakini mwisho wa siku ni kwamba anajitoa sana kwa familia yake. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaweza wakamtafsiri mwanaume katika muktadha huo, kwamba hata kama hana fedha anaweza akawa anaonekana kuwa wa muhimu kwa sababu ya uadilifu, uaminifu, mwelekeo wa maisha, uwezo na upeo, pamoja na mambo mengine ya ziada. Lakini kitu kingine katika kulinda muktadha wa mwanaume au baba wa familia, ni kweli pesa ina umuhimu katika kutekeleza majukumu, kwa sababu baba akiwepo, yani changamoto zote huwa zina tarajiwa kuweza kutatuliwa. Sasa ukiwa baba kivuli upo, halafu huwezi kutatua changamoto, moja kwa moja familia, watoto, mkeo kwa namna fulani wanaweza wakakudharau, au wanaweza wakakushushia heshima bila wewe kujua. Wanaweza kawa na kuogopa na sio kukuheshimu. Na ndio maana kuna wanaume wengi sana wanapokosa pesa huwa wanapatwa na msongo wa mawazo, na sio tu hivyo, wengine wanapatwa pia na hasira, wana develop anger problem. Anapokuwa anaombwa pesa na hisi pengine watu wanatumia vibaya, lakini ukweli ni kwamba mahitaji hayatimizwi vile inavyotakiwa, kwa hiyo yanakuwa yanahitajika kila wakati. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo, baba ni zaidi ya mfadhili wa familia na ni zaidi ya mwekezaji. Yeye ni kiongozi wa familia kihisia, kiroho na kimaadili. Kwa hiyo thamani yake inapaswa kutambuliwa hata katika vipindi vya changamoto za kifedha. Sasa hii inategemeana pia na upeo wa mke atakayekuwa naye na mtoto, pamoja na watu watakaokuwa wana mzunguka wakati huo, aidha jamii pia kwa namna nyingine. Kwa hiyo upeo wa watu ambao wanamzunguka huyu mwanaume ndio wanaweza kumtafsiri kulingana na kiwango chao cha uelewa. Kama ni watu wenye fedha, wakikutana na mtu ambaye hana fedha lakini ana upeo mkubwa, wanaweza wasimuone kama mtu ambaye mwenye thamani. Lakini watu wanaoijua thamani wakikutana na mtu ambaye hata ana fedha lakini ana upeo wa kifedha, moja kwa moja wanaweza kumtafsiri kwamba huyu mtu ana thamani na umuhimu. Au pengine hata mke ambaye ana upeo mkubwa akikutana na mume ambaye ana pesa zisizoshikika, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa yeye kuweza kumheshimu sana mumewe na kumpenda hivyo hivyo, akiamini kwamba mwelekeo wa mbele na maono alionayo, dhamira alionayo, basi kuna faraja au kuna mambo mengi mazuri yanakuja. Kwa tunapaswa kulea jamii na kuielewesha ya kwamba fedha peke yake inaweza isitoshe kupima thamani na umuhimu wa mwanaume. Fedha ni mojawapo pia ya nyenzo ambayo inahitajika sana kifamilia, lakini pia kwenye ndoa. Sasa ikikosekana kwa namna fulani, huwa inatafsiri kwamba huyu mtu ameshindwa maisha, au huyu mtu hajitambui, au huyu mtu hajiwezi, au huyu mtu pengine labda hana thamani. Na ni kweli tunapima watu kuangalia magari wanayoendesha, tunapima watu kwa kuangalia nyumba walizojenga, tunaangalia watu walivyovaa, simu wanazotumia. Kwa hiyo ukimwona mtu ambaye pengine anatumia vitu ambavyo
akili yako imetengeneza kumgrade au imetengeneza kumpima kwa kiwango hicho kwamba huyu mtu bado, moja kwa moja utamtafsiri kwa namna hiyo. Lakini kuna watu wengi sana ambao kwa kuangalia tu peke yake huwezi kuwa evaluate au huwezi kuwatathmini na kusema kwamba hawana thamani. Kwa hiyo kuna namna pia ili thamani ya mwanaume iweze kupimwa, lazima pia uweze kumwelewa na kumfahamu vizuri. Ndio maana nimezungumzia katika mlengo wa familia, kwa sababu unajua mke anaishi na mumewe zaidi, na hiyo inaweza kuwa ni rahisi sana kuweza kupima nafasi ya mumewe katika uwajibikaji, kiutekelezaji, pamoja pia na kiuchumi. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema, lakini sasa chanzo cha dhana ya mwanaume ni pesa, kama nilivyosema, nitarejea, manake mwanzo nilizungumza kwenye kelele. Cha kwanza ni malezi, social conditioning. Tumelelewa hivyo, tumeaminishwa hivyo, na tumeishi tukikua tukiamini kwamba mwanaume lazima awe na pesa. Ili uweze kuthaminiwa lazima uwe na pesa, lazima uwe na gari zuri, lazima uwe umejenga, lazima uwe na kazi nzuri, lazima uwe na vyanzo vya mapato. Lakini pia kimitazamo, kihisia, kimahusiano, hata wanawake na wao pia ni ngumu sana kuhusiana na mwanaume ambaye hana pesa. Na ndio maana kabla ya kwenda kuchumbia au kuoa, lazima upimwe. Je, una uwezo wa kutoa mahari? Mahari huwa yani posa na mahari huwa ni kipimo tu cha kwamba wewe unatosha kuweza kumhudumia huyo mtoto au huyo binti ambaye unakwenda kumchumbia. Kwa kama hauwezi kufanya hivyo vitu, manake moja kwa moja hiyo ni ishara ya kwamba wewe bado hautoshi. Kwa hiyo unaweza kaona pia hata kijamii, hata katika upande wa mahusiano bado kuna vipimo vipo ambavyo tunapimwa wanaume kwa kuangalia uchumi wetu. Yaani uchumi wetu sisi ndio nao tuhukumu kwamba tunathaminika au hatuthaminiki. Lakini pia hata vyombo vya habari na mitandao kuna wakati mwingine pia hata hizi television, hata haya majarida mbalimbali yanazungumzia kuhusu pia nafasi ya mwanaume. Mwanaume mwenye thamani anatafsiriwa kama mwanaume ambaye anamiliki gari, anamiliki nyumba, anamiliki pengine labda mashamba. Lakini mwanaume maskini anaonekana na hali ngumu, anaonekana hajiwezi. Kwa hiyo pia hata vyombo vya habari pia vimechochea kwa kiasi fulani kuweza kutengeneza dhana ya mwanaume kwamba pesa ndio heshima kwa mwanaume. Lakini kingine pia ni mifumo ya kijinsia. Mifumo ya kijinsia pia imetutengenezea sisi kwa namna fulani kuweza kumpa nafasi ya juu mwanaume, kwamba mwanaume lazima awe na pesa, kwa sababu mwanaume anapaswa kuhudumia, mwanaume anapaswa kuwekeza, mwanaume anapaswa pia kuweza anapaswa kuwezesha kumwezesha mwanamke. Sasa athari ni nyingi sana za dhana hii kwa mwanaume. Kwanza, mwanaume anaweza kujidharau anapokuwa ana pesa sasa, kwa sababu anahisi sio mwanaume kamili. Yaani mwanaume akikosa pesa, naweza nikasema kwamba anaingia kwenye siku zake, anakuwa ni mkali, anakuwa ni mkorofi. Hii sasa ni kwa watu ambao wameoa. Kuna siku zake mwanaume pia huwa anaingia, anakuwa ni mkorofi kweli kweli, anakuwa yani ni mbishi, au anakuwa na hasira za karibu. Kwa hiyo kuna namna pia mwanaume anaanza kujidharau na kujihisi labda yeye sio mwanaume kamili. Kingine, anakuwa na msongo wa mawazo, anakuwa na hofu ya kupoteza heshima ya familia kwa sababu hawezi kuhudumia. Na kama akiwa na mwanamke ambaye yeye pengine ni msimamizi pekee na hahusiki na namna yoyote ya kuweza kumwezesha kumsaidia baba, basi hapo ndo kabisa mwanaume anaweza akapatwa na changamoto ya akili. Lakini kingine pia anaweza akajitenga kihisia, anaacha kuwasiliana, anaona aibu. Kuna vikao vingine hawezi kwenda, kwa sababu hata kwenye vikao vya kijamii, vikao vya harusi, vikao vya nini, ukisimamishwa wanazungumzia michango, na ili uweze kupimwa kwamba wewe ni wa thamani lazima uchangie sana. Sasa unashindwa hata kwenda kwenye vikao kwa sababu unaogopa, nikiambiwa nichangie nitachangia nini? Kwa hiyo hauendi kwa sababu unaona kabisa hapa nitapoteza muda. Lakini kingine inaweza ikawa yani hii pia dhana inamsababisha mwanaume aanze kutengeneza tabia hatarishi, risk coping. Anaanza kuwa na madeni, pengine anakopa, anaanza kuwa mlevi, ili tu kuweza kuondoa ile dhana ambayo tayari imeshamtafuna na kumfanya ajihisi hatoshi kwa lolote. Lakini kingine, anapoteza identity. Kwa sababu kaanza kuwa anajisemea maneno mabaya, mimi sina kitu bwana. Acha watu. Yaani kuna kauli ambazo anaanza kuzungumza za kujikatia tamaa. Hiki pia ni kitu ambacho kinaweza kumfanya mwanaume kwa kiasi fulani aweze kugafirika. Lakini pia kuna shinikizo la kifedha ambalo linaathiri wanaume. Kwa mfano, wanaume anaweza kuwa na wasiwasi wa kila siku. Hofu ya kutotosheleza mahitaji ya familia. Inakuwa naogopa kwamba sasa sijui familia yangu itakuwa inanionaje. Sio atakuwa anasema nini kuhusu mimi. Lakini pia anaweza kuwa na silent depression.
Anaweza kawa na hali ya unyong'onyevu wa sirisiri na wa kimya kimya ambao hawezi kumweleza mtu yoyote, anateseka tu moyoni. Na ndio maana wanaume wengi sana huwa wanaongozwa kwa kufanya matukio mabaya magumu. Anaweza akaamua kusitisha uhai wake na akawadhuru pia na watoto hata na mkewe. Hii pia ni changamoto, lakini pia anakuwa na burnout kubwa, kwa sababu anakuwa anawaza, anafikiria, hawezi kufanya kazi au kazi anafanya anachoka sana, kwa sababu anajikakamua kazini, mtaani, lakini hana furaha wala amani. Hii pia inafanya wanaume wengi sana wasiishi muda mrefu na kuweza kuwapotezea uh, kinga za mwili. Lakini kingine pia kama nilivyosema ni zile hasira zisizoeleweka. Anakuwa na hasira za ghafla. Kuna mambo ambayo yanakuwa ni mepesi sana, lakini yeye anapokuwa na mwitikio wake unakuwa ni bad response katika kila kitu. Kwa hiyo pia ni changamoto. Lakini sasa njia za kuweza kujenga thamani yako bila kupimwa kwa mali, kwa mwanaume inabidi utambue kwanza, wewe ni zaidi ya mapato yako. Kuna muda au kuna wakati inabidi ufahamu ya kwamba wewe una thamani kuliko fedha. Yaani hakuna fedha ambayo inaweza kazidi thamani ulionayo. Ukilitambua hili mapema na kutengeneza mlengo na mwelekeo wa maisha yako, moja kwa moja thamani yako itaonekana hata kama hauna vitu vinavyoshikika. Ndio maana nikasema kwamba wanaume wengi wanaojitambua wana pesa nyingi zisizoshikika ambazo zinahitaji muda wa kuweza kuvumilia ili ziweze kuja katika hali halisi. Lakini kitu cha pili, jifunze kusema sina sasa bila aibu. Kwa sababu kuna ile hali pia mwanaume akishaona kwamba mimi binafsi sasa hivi sina pesa, sina uchumi mzuri, unakuwa unaona aibu, pengine uende kwenye vikao, haujumuiki na watu, unakuwa unaogopa, unajitenga mwenyewe. Sasa ni vizuri zaidi ukaikubali hali yako na kuweza kukubaliana na ukweli kwamba sasa kweli sasa hivi sina. Na pengine omba msaada usaidiwe, kwa sababu kuna wanaume ambao pia huwa wanaamua kukaa kimya na kuhisi bwana, sasa mimi nadhani ni fungu la kukosa, siwezi kupata chochote. Ila kweli ni kwamba kama ukifunguka na kuweza kukubali kuomba msaada, unaweza kupata msaada na hiyo hali ya kuwa na wasiwasi na mashaka ikaondoka. Lakini kingine pia, epuka vichocheo na pressure. Kuna wakati mwingine pia mwanaume anakuwa anajaribu kujinyong'onyeza mwenyewe kwa kujilinganisha na watu wengine. Usijilinganishe na watu wengine. Unahisi pengine huna nyumba, watu wana nyumba. Unahisi huna kiwanja, watu wana viwanja. Unahisi una gari, unachukia, unanuna, unasema tamiliki lini? Hapana. Kwenye maisha kila mtu ana kusudi la kuweza kulitimiza. Kwa hiyo kusudi lako inaweza kawa sio kununua hivyo vitu, inaweza kawa ni kitu kingine kabisa. Na ndio maana mwanzo nikasema kwamba ili uweze kuwa na utulivu au ili uweze kuwa na nafasi nzuri, ni muhimu sana ukatambua thamani yako, lakini pia ukatambua nafasi yako. Kwa sababu utakapotambua thamani na nafasi, inakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuweza kuelewa nini ambacho unapaswa kufanya na kuepuka kupoteza muda katika vitu visivyokuwa na faida. Lakini kitu kingine pia ni muhimu zaidi pia kwa mwanaume kuweza kutafuta watu sahihi wa kuweza kumsaidia, wa kubadilishana nao mawazo. Unajua, ukiendelea kuwa na watu wale wale na utaishia kwa kama wale wale watu wenye mawazo yale yale wanaokudidimiza au kukandamiza, hautakuwa na wala hautopata raha. Kwa hiyo ni muhimu sana 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 kuweza kutafuta watu wapya wa kuweza kusaidia ili uweze kubadili mtazamo wako, lakini pia ili uweze kupata amani ya moyo. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema ni hayo machache nimezungumza, ila kama kuna kitu au kuna swali, basi nikaribisha niweze kujibu kwa urefu zaidi. Asante sana. That was heavy. Haya, kama kuna swali lolote karibuni. Kama kutakuwa kuna swali lolote, naomba niwakaribishe. Unaweza tu unmute ukauliza, ama kama kuna mchango pia unaweza na kukaribisha as well. Okay, unaweza pia ukatype kwenye chat, lakini wakati nasubiri kaka wangu, naomba pia labda if you can speak kama unaweza kuongea kidogo kuhusu baba ambaye alikuwa na kazi, maisha yameenda, lakini bahati mbaya hapo katikati kazi zimeondoka. Sasa kuna wengine ambao wanaingia kwenye uraibu na nini. Unaweza kuongea na huyo baba kidogo, maana imekuwa ni changamoto kubwa zaidi. Okay. Okay, sawa sawa. Katika familia kuna muda au kuna wakati huwa inatokea crisis.
yatokea changamoto ya kiuchumi. Sasa crisis inapotokea, mara nyingi unakuta baba wengi huwa hawajajiandaa, na ndio maana kama baba unapaswa kufahamu ya kwamba kama kiongozi wa familia ni muhimu sana kutarajia yasiyotarajiwa, nikiwa na maana ya kwamba ni vizuri ukajiandaa mapema ili itakapotokea crisis usije ukashtushwa na mabadiliko ya kiuchumi, mabadiliko ya kihisia, kwa sababu kuna mengi yanatokea. Sasa kwa ambaye tayari ameshafikwa na hii hali na hakujiandaa, kitu cha kwanza na cha msingi inabidi kwanza akubaliane na hali kwamba hiyo ni hali ya mpito tu, na sio hali ambayo pengine imemkuta peke yake yeye kama yeye. Kuna watu wengi sana ambao wamewahi kupitia hali kama yako na wakaishinda na wakavuka. Bahati nzuri tu ni kwamba ni muhimu sana kwa baba huyu kutengeneza mazingira pia ya kumwezesha mkewe na yeye akawa sehemu ya kuweza kuiwezesha familia iweze kustawi. Changamoto, wababa wengi sana wana hali fulani pia ya ubinafsi, na hiyo ni kwa sababu ya social conditioning, kwa sababu ni mwanaume, kwa sababu ni baba, kwa sababu ni kiongozi wa familia, anakuwa ana authorize vitu peke yake, au pengine anataka yeye ndio awajibike tu. Kwa mimi nitafanya kazi, mke wangu kazi yake itakuwa ni kupokea na kuweza kuihudumia familia basi. Kwa hiki pia ni mojawapo ya kitu ambacho baba wengi sana inabidi wakiangalie, kuna namna ya kuweza kumwezesha mkeo na yeye akawa ni mojawapo ya backup ya kiustawi wa familia yako pale ambapo unapokuwa umeyumba kama baba. Kuna wanawake ambao wanaweza kuwasaidia waume zao kwa miaka hata miwili, unakuta baba bado anahangaika hapati kazi, lakini kwa sababu alitengeneza mifumo mwanzoni ambayo inamwezesha pia mke kuweza kuwa sehemu ya kusaidia ustawi wa familia, inakuwa rahisi kidogo. Kwa baba sasa hivi usione aibu kuweza kutafuta wanaume wenzio, hasa kwenda kwenye matamasha, makongamano, kuzungumza. Wakati mwingine pia kwenda tu kukaa kule kunaweza ukaifungua akili yako na ukapata wazo ambalo linaweza kukusaidia wewe kuweza kupiga hatua. Usikae ndani na kuanza kulalamika, au usianze kujiuliza maswali ambayo hutopata majibu peke yako. Kwa hiyo toka nje, nenda katafute watu wapya, toka nje, nenda kahudhurie semina, toka nje, nenda kafanye kitu chochote tu, ili mradi usikae, kwa sababu unapokaa pia moja kwa moja unakuwa unaiambia akili yako kwamba sasa umeshindwa. Kwa hiyo usikubaliane na wakati wa mpito kukuamlia hatima ya milele. Kwa hiyo hiko ni kipindi cha mpito ambacho unaweza ukakishinda, na mojawapo ya njia ya kukishinda ni kuweza kuamua kufanya kitu chochote ambacho unaweza kukimudu. Kwa hiyo tafuta msaada, usione aibu, funguka, muulize mkeo kama anaweza kusaidia, na mbaya zaidi, kama nilivyosema, ubinafsi huu huwa unafanya baba wengine wasiwashirikishe wake zao. Unauliza kuna nini? Hamna kitu. Kuna nini? Hamna kitu. Na wakati majibu anaweza kawa nayo mke wako, mke wako anaweza kuwa na nafasi au access ya kuweza kuunganisha ukapata kazi sehemu, ila kwa sababu ya upeo mdogo pia wapo wanaoteseka kwa sababu ya kutokudhani labda pengine msaada ambao mke ameutoa kwako unaweza ukawa ni valid au ni halisi, unaweza pengine kuna kitu kinaendelea, kumbe hapana. Kwa baba pia wanahitaji semina elekezi ya kutosha ili kubadili mitazamo yao, ili wawe na imani na wake zao kwamba wanaweza wakawasaidia katika wakati ambao wasioutarajia. Asante sana, kweli umesema vizuri kwa sababu hata wiki hizo mbili zilizopita tumekuwa tunaongelea hilo swala pia la kwamba wanaume wanaona aibu ya kuomba msaada, wanaona aibu ya kusema shida zao, na nadhani kama kuna aibu kubwa ni mwanaume kukubali kwamba sina hela na naomba hela mke wangu, rafiki yangu. Kwa hiyo nadhani yani, kama kuna kitu chochote tumejifunza huu mwezi, hii ni session yetu ya mwisho kwa afya ya akili ya wanaume, lakini kama kuna kitu ambacho tumejifunza ni wanaume mjitahidi kuondokana na aibu. Kuna mtu alisema hapa wiki ya kwanza, tunawapenda wakaka wetu, hatutaki mfe mapema. Kwa hiyo jitahidini kutokuwa na aibu za kuongea, kutokuwa na aibu za kuomba msaada. Kuomba msaada is a sign of strength, sio weakness. Basi naomba nikaribishe kama kuna comment, kama kuna maswali.
Mi leo nimejifunza wadada, leo tumefundishwa kuna pesa zisizoshikika. Karibu Doris. Asante. Kwanza nimshukuru sana presenter mzuri, ametupitisha vizuri. Sisi huku watoto wa mjini tunasema amegonga mshono, kwa sababu kwanza kaongea pesa zisizoshikika ambazo kwa kweli kwa hizi mental health ambazo tunazifanyia kazi, mpaka pia kitendo cha yani kumchambua mtu ujue hii ni hela isiyoshikika na yenyewe ni kipaji. Lakini nimetaka tu kucomment hapo waliposema ubinafsi, yaani wanaume wengi asilimia kubwa kweli wanakuwa wabinafsi. Sasa changamoto inakuja kwa mtu ambaye amekuwa mbinafsi, labda yeye ndo anakuwa anafanya maamuzi wakati mambo yake mazuri, anakuwa kama yeye ndo kila kitu. Sasa yakiharibika, sasa pale na wewe huku unahudhuria session kama hizi, unajitahidi kutengeneza your mental health, na wewe unafanyia kazi afya yako ya akili, kwamba sasa huyu mtu binafsi na mimi ngoja nipambane, nitafute shilingi, nifanye mawili matatu ili familia isonge mbele. Sasa swali langu ni kwamba kwa situation kama hiyo, sawa, na wewe kama mke labda, au kama ni katika familia labda ni dada, ni kaka, wewe sasa upande wa pili ambaye yule mtu ndo amekuwa mbinafsi kwako, unatakiwa umsupport, lakini sasa ndo kipindi hicho na wewe unasema ndo imekukuta at the moment, unafanyia kazi mental health yako wewe sasa, kwamba sasa na mimi nitafute ili niwe stable. How can you help that person at that moment? Au ndo itakuwaje hapo? Labda presenter kidogo tusaidie hapo. Sawa sawa. Changamoto za kisaikolojia zinatofautiana. Kuna ambao ni normal, kuna ambao ni Tukusikie vizuri kaka Lungu hapo, sina nakusikia kwa mbali kidogo. Karibu. Kalungu. Yeah, tunakusikia kwa shida kidogo, lakini endelea. pia naye akapata mental breakdown. Nachoamini ni kwamba mental breakdown zina stages na zina levels. Kama utakuwa na uwezo wa kurecognize hali ya mwenzio, manake wewe haupo katika severe mood au haupo katika severe state, ina maana unao uwezo wa kumsaidia mwenzako akaweza kuovercome hali yake kwa hali hiyo hiyo ulionayo. Ni sawasawa na kipindi ambacho nakuta baba anaumwa, mama anaumwa. Lazima kuna mmoja atakuwa haumwi sana, kwa lazima huyo mmoja ambaye atakayokuwa na yuko sawa kidogo aweze kumsaidia mama. Hamwezi kusema kama tutalala ndani tu kwa sababu tunaumwa wote, mimi siwezi, huyo hawezi. Lazima kuna mmoja ataweza kunyanyuka na kuweza kumsaidia mwingine. Kwa hiyo lazima tusaidiane na muwezeshane pale ambapo mmoja anapokuwa na nafasi ya kufanya, hata kama wote mnapitia changamoto moja au changamoto tofauti ambazo zinafanana kitafsiri. Kwa hiyo ninaamini kwamba una uwezo wa kumsaidia mwenzio hata kama akiwa anapitia hali kama yako, kwa sababu mpaka uweze kugundua hicho kitu, maanake wewe ni mzima, haujaathirika moja kwa moja. Uzuri umeshaanza dozi au umeanza tiba, kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kusaidika kuliko ambaye hajaanza kabisa. Tunakusikia hapo. Kwa hiyo kama nilivyosema ya kwamba lazima miongoni mwao kidogo yuko vizuri, anaweza kawa hana shida sana. Kwa hiyo huyo anaweza kumsaidia mwenzake kwa hali hiyo hiyo aliyonayo, na wote kwa pamoja wakapata msaada. Ila changamoto nyingine, kwa sababu psychologically kama nilivyosema mwanzo, kuna
watu ambao wana issues. Kwa mfano, ukiwa na mwenza ambaye ni cystic, hata kiuno tena the crisis, wakiwa kwenye shida, akiwa na uhitaji, unamwona na shida, ukitaka kumsaidia anagoma, hataki, anakwambia wewe niache, nitajua nitakufanya. Sasa hii pia ni changamoto ya wanaume baadhi ambao wanakuwa na ego pamoja na narcissistic issue. They have grandiosity issues. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kweli kweli kuweza kumsaidia. Unaona kabisa anahitaji msaada wako, lakini hawezi kusema, na hata kama ukijaribu kumsaidia kwa namna fulani anakwambia wewe niache. Kwa sababu ya nini? Ya background. Kwa sababu kila mahusiano, kila ndoa ina misingi iliyojengewa. Inaweza kuwa ni mijengo ya kutokusaidiana, inaweza ikawa ni misingi ya kusaidiana lakini kwa kusimangana, inaweza ikawa ni misingi ya kutokusaidiana kabisa. Kwa hiyo kwa namna fulani mwanaume au mwanamke akiwa katika hali ya unafuu anaweza kumsaidia mwenzake ambaye ameathirika zaidi, na wote kwa pamoja wakapata msaada. Asante, Ndiyo. asante. Okay. Je, kuna maswali mengine? Naona kuna comments. Nasema tunazungumzia wanaume waliooa au walio single. Labda wanaume walio single wameona tumewatenga. Kalungu, ongea na single men. Okay, sawa sawa. Kwa wanaume ambao wako single, sasa wanawake huyu anaishi peke yake. Unajua nimezungumzia waliooa, nimejibu kwa waliooa kwa sababu naamini mwanamke akiwa na uwezo wa kusaidia, ina maana mumewe akiwa bankrupt anaweza akafanya kitu, lakini kwa ambaye uko single, manake uko mwenyewe. Ukiwa huna kitu, manake huna. Ina maana hapo inabidi utafute msaada, aidha marafiki lakini pia inabidi utafute kitu cha kufanya, kwa sababu naamini kila unapofikia hatua na kuhisi kwamba umefanya kila kitu hakiwezekani, basi fahamu ya kwamba kuna njia 100 ambazo bado hujazitumia, inabidi ufikirie zaidi. Lakini pia ni muhimu sana kuweza kuchukua hatua ya kuweza kutafuta tiba au kutafuta ushauri wa kitaalam zaidi, kwa sababu kuna wakati mwingine akili huwa inachoka, inahitaji kusikia sauti mpya, inahitaji maelekezo mapya. Hakuna kitu kipya, lakini kuna namna mpya au mkao mpya ambao kila mtu anauhitaji. Kwa wewe ambaye uko single, wewe ambaye ni spinster, binti ambaye hauna mahusiano au upo kwenye mahusiano, bado una nafasi pia ya kuweza kutengeneza mustakabali mzuri kwa kuweza kuihakikisha unaifanyia service akili yako kila wakati, sio mpaka usubirie uumwe tu. Unaweza ukatafuta muda kwa ajili ya kuweza kuitreat na kuiweka sawa, kama unavyokuwa unasema ngoja niende swimming, ni kama recreational, kwamba ngoja sasa hivi niweke sawa. Hii inakusaidia kuweza kuepusha madhara mengi makubwa huko mbele ya safari. Kwa sababu kama ukiwa unaishi mwenyewe, hauna mke, hauna mme, kuna athari nyingi sana, hasa unapokuwa unapitia crisis. Marafiki wanaweza kawepo, lakini marafiki wengi sana huwa wanakuja kipindi ambacho ukiwa una unafuu, ila unapokuwa katika matatizo na changamoto kama hizi, inakuwa ni ngumu kidogo kuweza kupata msaada wa haraka. Kwa hiyo kote huku single, kuna ndoa, kote kunahitaji sana msaada wa haraka. Lakini kama unaishi na mtu anaweza kukusaidia vile vile, ila changamoto ni kwamba uelewa pia, kama ukiwa ni mdogo kwa mwenza wako au kwa watu wanaokuzunguka, inaweza ikawa ni ngumu pia kwa wao kuelewa kile unachokipitia. Kwa mfano, ukiwa na burnout, unakaa tu huwezi kufanya chochote au pengine una stress, una depression umeajiriwa kazini, huendi kazini, mtu anaweza akaanza kuwa na kufokea, anasema wewe ni mvivu, kumbe haelewi wewe uko depressed. Kwa hiyo nadhani uelewa pia unahitajika sana kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu waweze kujinusuru na changamoto hizi za kisaikolojia. Lakini yote kwa yote, kwa kukazia, kulingana na mada ya leo, mwanaume ni uchumi, mwanaume ni fedha, aidha fedha zinazoshikika au zisizoshikika. Na ndio maana hata mwanamke akiwa ameingia kwenye mahusiano na mwanaume ambaye hana fedha zinazoshikika, anaangalia pia mwelekeo kwamba naelekea wapi. Asante sana. Lina, nataka kusema kitu, karibu. Asante. Ndiyo. Lina, umemute. Lina amemute, lakini Dani umesema una maswali. Okay, Lina umerudi, karibu. Hello. Yes, tunakusikia.
Asanteni sana kwa somo zuri sana, lakini sasa nina concern, sijui ni concern au niseme ni swali. Hapo ameongelea kitu kimoja kizuri sana kuhusu pesa ambazo hazishikiki, na hapo mwisho amesema kwamba kama mwanamke anaweza akaangalia pesa ambazo zipo au ambazo anaona mtu ana potential. Tuseme kwa watu ambao wako single, anaona huyu kijana ana potential, hana pesa lakini ana potential. Lakini sasa wakati mwingine kumekuwa kuna kesi ambazo unaweza ukafikiri mtu ana potential na kweli anayo, ambazo ndo pesa hazishikiki, lakini mkaenda ukasapoti, mkakubaliana, mkaishi, mnasapotiana ukiamini ana potential, na ikaenda akafanikiwa akapata pesa, anaanza kukuona wewe sio type yake. Yaani sasa sijui ni ndo hizo grandiostic characters au ni vitu gani, anaanza kuona sasa wewe sio type yangu, yaani hizi hela wewe sio size yako, yaani hazikuhusu tena. Sasa sijui hiyo imekaaje kisaikolojia. Okay, Asante. kisaikolojia swala limekaa hivi. Kwanza, mwanaume huwa abadiliki tu mwenyewe ghafla. Mwanaume huwa anabadilishwa na vitu kama vinne. Cha kwanza, anaweza akabadilishwa na pesa. Pesa kwa mwanaume inaongeza ujasiri, confidence. Yaani mwanaume anapokuwa na pesa, confidence inaongezeka, iwe ni kazini, iwe kwenye familia, kwa sababu kama alivyosema, socially we have been conditioned to be providers. Kwa hiyo tunapokuwa tuna uchumi, tunakuwa tuna ujasiri mara mbili au mara tatu au mara nne. Sasa kama akipata pesa akiwa hajajiandaa kuwa na pesa, hilo ni tatizo lingine, kwa sababu anaweza akamplify tabia ambazo alikuwa hana, kwa sababu anaweza kudictate na kufanya maamuzi yoyote yale. Pili, mwanaume pia anaweza kabadilika kwa sababu ya mke wake. Unajua wanawake wengi pia, kama nilivyosema mwanzo, mwanamke ni meneja, mwanaume ni mwezeshaji, mwekezaji, ni kama dona. Sasa kuna namna pia ambavyo hizi tafsiri mbili kila mmoja kulingana na jinsi yake asipozielewa anaweza akayumbishwa au naweza zikampa shida na zikamletea mfadhaiko wa kihisia. Kwa mfano, dona anapokuwa anawekeza kwenye miradi, yani ngoja nitumie mfano wa ndoa. Unapokuwa kwenye ndoa, ndoa ni mradi ambao unajitegemea, ambao una expect kuweza kutengeneza faida. Faida ni watoto, faida ni nyumba, faida ni biashara, viwanja na vitu vingine vingine. Dona anapokuwa ana invest, anategemea apate report kwamba tumefanya hiki, tumeenda hivi, tumeenda hivi, tumeenda hivi, tumeenda hivi. Kwa kama mwanaume huyu anapokuwa anaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye sio meneja mzuri, hawezi kusimamia, hawezi kuorganize usafi, mpangilio, vitu vimeenda ovyo ovyo, lazima atakuwa anafadhaika kwa kiasi fulani. Kwa hiyo anaweza akajikuta anabadilika na kutafuta mtu ambaye anaweza akamanage vitu. Na ndio maana kuna watu ambao waliingia kwenye ndoa, ila baada ya kupata fedha, wakapata uchumi mzuri, wakapata watu ambao wanawasimamia nje na ndoa zao, wakawekeza huku wakiamini kwamba huku ndio sehemu sahihi, kwa sababu huyu mwezeshaji au huyu msimamizi wangu hayuko vizuri, hawezi kusimamia, hajui kusimamia vitu. Kwa hiyo anaendozi sehemu nyingine, kwa sababu inaweza ikawa ni mwanamke pia, lakini pia sababu nyingine inaweza ikawa ni marafiki. Unajua, unapopanda hadhi ya kiuchumi, marafiki pia wanabadilika. Kwa hiyo ile cycle ya zamani yote inabadilika, unaiprune, unaingia katika cycle mpya ya watu wapya wenye fikra mpya na mawazo mapya. Kwa kama kutengeneza misingi mizuri huku mwanzo, inakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuweza kuyumbishwa na kujikuta unamdharau mke wako na kujikuta unaona kama pengine kumwacha ni kitu cha kawaida, na kuna wengine wanawatishia kuweza kuondoka nao regardless kwamba wametoka mbali, wametengenezewa njia, wamefanyiwa vitu yani vingi, umevumiliwa na vitu vingine kama hivyo. Kingine pia inaweza ikawa ni swala zima la ndugu. Kwa sababu pia unajua kuna breadwinners, kuna watoto ambao wao ni naweza nikasema ni tegemeo la familia. Kwa hawa watoto wanapokuwa wamefanikiwa kiuchumi au wanapokuwa wamepiga hatua, familia inaanza kuangalia kwamba sasa ni wakati wa sisi kuweza kula matunda yetu. Au kuna muda pia huyu mtoto anaweza akaoa wakati ambao familia inamhitaji. Sasa hapo tayari inakuwa ni vita ambayo haionekani moja kwa moja, lakini inakuwa ni kubwa kweli kweli. Kwa hiyo anavyozidi kukua na kufanikiwa, ndivyo ambavyo uadui unavyozidi kuwa mkubwa, kwa sababu yeye anakuwa hajamprioritize mke wake, ameprioritize marafiki na ndugu zake. Hii pia inapelekea shida kwa namna fulani
na kuweza kumfanya huyu mwanaume aweze kumwandamaini mke wake na kumwona kama hafai au pengine hastahili. Kitu kingine naweza akasema ni swala la kutokujitambua. Mwanaume anayejitambua hawezi kutafuta wanawake wengi, kwa sababu wanawake ni wale wale. Yani every man, the aim of every man is ejaculation. Yani hata kutana na mwanamke malaika, you just ejaculate and then it's over. Kwa mwanaume ambaye anajitambua hawezi kuhangaikia wanawake, kwa sababu hakuna mwanamke ambaye anaweza akafanya end product ya ile sexual activity iwe tofauti au iwe unique sana. No. The pressure is ejaculation. Kwa ambaye anajitambua hawezi kabisa kuweza kumpuuza wala kumdharau mke wake, kwa sababu mke ndio anashikilia baraka na kibali cha mwanamke. Na ndio maana wanaume wengi ambao waliwadharau na kuwapuuza waume zao, kama nilivyosema, wengi waliishia kuporomoka kiuchumi na kufilisika. Na ndio maana nikasema women are managers. They can manage well the resources of their family or their spouses. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo anaweza kumfanya mwanamke aweze kuchukiwa na mumewe au mume aweze kumchukia mke wake. Sababu zipo ni nyingi, ila nimainisha hizo chache kwa sababu naamini ndizo pekee. Lakini kingine pia ni tamaa za kimwili. Ukiwa na access na pesa, ukiwa na access ya mamlaka, ukiwa na access ya sex, ni rahisi sana kuweza kufanya vitu vya ajabu kama endapo hauna mwelekeo wa maisha. Kwa hiyo wanaume wengi ambao hawajitambui na hawana mwelekeo wa maisha au kusudi lao halijafungwa katika pesa, sio rahisi kuweza kuwadharau wake zao. Ila ambao hawana mwelekeo wa maisha, kusudi lao limefungwa katika pesa tu, uchumi tu, ni rahisi sana kwa wao kuweza kuwapuuza wake zao na kuhisi labda pengine hawastahili au pengine walikosea kuweza kuwachagua na kuwa wenza wao. Asante sana. Yeah, I think hapo ni kimsingi tunarudi kule kujitambua, na ndio maana kama alivyosema lazima tu invest in our mental well-being. Daniel, ulisema una maswali, karibu. Huoni kama umeunmute, lakini kuna swali hapo kwamba kuna mwanaume ambaye hana pesa za kushikika wala zisizoshikika na anataka kuanzisha familia, unamshaurije? Karibu Kalungu. Unaweza kurudia swali? Kuna mwanaume ambaye hana pesa za kushikika na zisizoshikika na anataka kuanzisha familia, unamshaurije? Kwa kweli, kwa mwanaume ambaye hana pesa za kushikika na anataka kuanzisha familia, mimi simshauri anzishe familia kwanza, kwa sababu ndoa inahitaji fedha sana. Yaani upendo ni kweli, lakini upendo mtupu bila pesa kwenye mahusiano ya ndoa ni mgumu. Unaweza mkaomba lakini hamwezi kula maombi, mnaweza mkapendana lakini hamwezi kula upendo. Kwa kuna vitu ambavyo vinahitaji pesa. Umeme unahitaji pesa, ya lazima uwe na kitu. Hata kama unauza karanga, unasema mimi lengo langu ni kuuza karanga Tanzania nzima, yaani kama mwelekeo wako ni huo, basi moja kwa moja wewe unaweza ukawa na fedha nyingi, kwa unaweza ukaingia kwenye ndoa. Na ukiingia kwenye ndoa kwa mwelekeo huo huo, Mungu anaweza akafungua milango kupitia ndoa yenu na mkashangaa mambo yanabadilika. Ila kama hauna kitu na hauelewi kabisa, ni bora tu uache, kwa sababu utampoteza huyo mke wako, na mwisho wa siku pia utamkosea Mungu, kwa sababu ili uweze kuoa lazima ujue mwelekeo wako wa maisha unaenda wapi. Lazima ujue mimi naoa kwa lengo la nini, sio tu kufanya tendo la ndoa peke yake. Hapana, kwa sababu kuna muda hata kuna ndoa, yani kuna muda mnakaa mnapiga tu mahesabu, hakuna mapenzi, hakuna nini, hakuna tendo, hakuna nini, ni mahesabu tu, siku kucha mlali. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu akaelewa ya kwamba maisha ni mahesabu, kila kitu ni mahesabu, kila kitu ni mahesabu, na haya mahesabu pia yanahitaji fedha. Watu wanasema hesabu haisaidii, lakini hesabu ni maisha. Kwa hiyo lazima pia mpige mahesabu, kuna muda kwamba tutafanya nini, tutahamia wapi, tutapanga nini. Hizo ni pesa zinazungumziwa, ni pesa hizo, ni pesa. Kwa hiyo nadhani huyu ambaye hana pesa zinazoshikika inabidi atafute miradi au vitu vya kufanya vitakavyomsaidia awe na pa kuanzia, ili anakoelekea kuwe kurahisi, lakini asiingie kwa kusema tu pengine mimi wazazi wangu wana hela, watanipa hela, kwa hiyo ngoja tu niingie. Kwa tegemea wazazi wakifa, na maana wewe huwezi tena kujiendesha na huwezi kuendesha ndoa yako. Kwa lazima usimame wewe kama wewe, ili mwisho wa siku uwe kiongozi na uwe mwezeshaji kwenye familia yako.
Asante. Yes, nadhani nchi cha muhimu kuwa na vision, kwa sababu kama hana vyote ni maanake hana vision. Kama hana vision hawezi kuwa kiongozi. Asante sana. Ndio. Kuna nyongeza swali jingine? Otherwise nitamkaribisha Kalungu aweze kurap Mi, up mi, na mi, mi, mi na tunaisha. swali. Aha, karibu Dani. Swali langu sijui itakuwa swali la kiboya sijui la nini, lakini inaenda kwa vijana ambao wako single, kwa sababu siku hizi tunaona kila mwanamke ni mzuri na kila mwanamke naye anatamani mwanaume mzuri. Tunadanganya sana Instagram hivi. Kwa mfano, kwa nini vijana yani ambao wana average life day yani hawapendwi na wasichana ambao ni wazuri? Otherwise labda mvulana aanze kujidanganyisha kwamba naye yuko matawi makubwa, yani ana haso yani ile pale ili ampate msichana mzuri. Why is it difficult for average men to get a good looking woman? Just swali la kwanza. Swali la pili, kwa nini si, of course mi anamdeclare kwamba siko Tanzania kwa muda mrefu. Anyways, uh, kwa nini wanawake wanazingatia yani emotion damage za wanaume, au this is for kwamba this is for one sided, kwamba wanawake tu wao wanazingatiwa emotional zao lakini emotional za wanaume zisizingatiwe? Why is it difficult for most of the women like nowadays? They disregard about men's emotions, you know what I mean? Like that. Nitarudi kwa swali la tatu. Asante na nashukuru na wapongeza. Okay. Asante, karibu Kakalungu. Kalungu. Yes. Swali linasema kwamba swali la kwanza, kwa nini wanawake beautiful ladies they don't love average men? Kwa sababu beautiful ladies they love beautiful things. Wanapenda vitu vizuri vinavyoonekana. That's a simple answer ambayo inahitaji maelezo mengi sana, kwa sababu wao they are wired in beautiful things. Kwa hiyo ili mwanaume aweze kumridhisha, aweze kumpata, ni lazima aweze kuwapia kama walivyo wao, na sio kijua ni kwamba kuanzia miaka mitatu tu ya ukuaji mtoto huwa anaanza kujitambua yeye ni jinsia gani, na anavyozidi kukua ndivyo anavyozidi kuitambua thamani yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vinajijenga kadri anavyokuwa anapokea mrejesho wa kauli, lakini pia anavyokuwa anapokea pongezi na namna fulani. Kwa kuna namna fulani akiwa anazungumziwa kuhusu muonekano wake, urembo wake na jinsi alivyo, na yeye mwenyewe akijievaluate moja kwa moja anaanza kujithaminisha kupitia jinsi anavyojiona, na ndio maana most of beautiful ladies huwa wana fall into bad guys, kwa sababu bad guys they know how to spoil beautiful ladies. Wanajua kwamba hawa wanapenda vitu vinavyoonekana, hawapendi mazungumzo sana. Mwanamke anayejitambua na kupima kupitia kauli zako, yaani mazungumzo yako ya dakika moja au dakika mbili yana uwezo ya kumfanya aweze kutambua kama wewe ni mtu sahihi au sio mtu sahihi. Lakini kwa upande mwingine kuna wanawake pia wazuri ambao pia they dating average people ambao wanaonekana ni average. Sio kila average looking person ni average, ana average mindset. Hapana, kuna ambao ni average looking people au average looking men ambao wana very high mindset au big mindset, kiasi kwamba inakuwa rahisi sana kuweza kumattract. Hao kitaalamu tunawaita sapiosexual. Sapiosexual huwa ni wanawake wazuri, warembo, ambao wao wanapenda wanaume wenye akili. Ndio maana unaweza kukuta kuna mwanamke mzuri yeye anakuja kuolewa na mwanaume mwenye akili, lakini ukimwangalia facially au physical expression ni kama halilate kuwa naye, lakini ana akili kubwa sana. Umeona? Swala la pili, samani, swala la pili nasemaje? Dani. Nilikuwa nazungumzia about emotion damage. Wanawake, why women they're not even, they disregard about emotions za wanaume. Umeona? Lakini wenyewe wanataka wazingatiwe emotional zao tu peke yake. Okay.
Women and men, they are wired different. Yani men we are wired hard, in a hard way, lakini women they are wired in a soft way, and that's why you can call women software and men as hardware, ikiwa na maana ya kwamba social conditioning imetutengenezea sisi kuwa imara kihisia, kimtazamo, lakini pia hata kimwili, and we are masculine by nature, kwamba tuna mifumo ya kimwili ambayo inatuashiria kwamba tuna nguvu. Kwa hiyo wanaume wengi sana kwa asili huwa wanapuuzwa sana kihisia na wanawake kwa sababu wanaonekana ni imara, and that's nature, kwamba sisi tunaonekana we are strong enough to resist and to handle emotional or spiritual, I mean emotional battles kwa kiasi fulani. Nitakupa mfano mwingine ambao huu nimekutana nao sana kwenye sesheni zangu. Kuna kitu kinaitwa spiritual fraud. Spiritual fraud hii ni tendency ambayo wanawake wengi wanaitumia sana kwenye makanisa ya kiroho kuweza kuwadinai wanaume kwa kuambia kwamba Mungu ameniambia au Bwana amesema, au mimi sina hisia na wewe, au nafsi yangu inaniuma, au najihisi kama sikustahili, like you don't deserve me, you're a good person but you don't deserve me, but hivi na hivi na hivi. Kwa wanaamini wakikwambia if they tell you that you understand, lakini deep down inside psychologically men they also have emotions, na mwanaume kwa namna fulani pia response yake kupitia kauli ya mwanamke anayempenda inaweza ikamfadhaisha sana 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 sana. Kwa hiyo inategemea pia na nani ambaye anadinai au nani ambaye hajali hisia za mwanaume huyo. Kama ni mwanamke ambaye mwanaume hamthamini au hampendi, anaweza athirike zaidi. Lakini kingine cha muhimu zaidi, wanawake wengi siku hizi wana ganzi ya hisia. Wana ganzi ya hisia kwa sababu wengi wameingia kwenye mahusiano kwa kuruka. Yani wengi wanaingia kwenye mahusiano mengi sana, they are traumatized kiasi kwamba wana ganzi ya hisia, they have emotion numbness kiasi kwamba na wao wameanza kuwa na usugu wameanza kuwa na usugu wa kihisia, wameanza kuwa na non empathetic feelings. Kwa hiyo they don't care like how we care about them, na sisi kwa wanaume kwa kiasi fulani pia tuna hiyo hali, tuna strong emotional threshold, tuna very strong emotional threshold tofauti na wanawake. Na hata pia ukiangalia biological makeup yetu sisi in real sense inakuwa ni ngumu sana mwanaume kuweza kuwa distracted sana emotionally anapokuwa pengine ana terminate mahusiano, labda awe wired sana na awe deep connected kwa mwanamke kiasi hicho, kama nilivyosema, inaweza ikamwathiri. Lakini kama ilikuwa tu kuna sababu nyinginezo ambazo zimemconnect na huyo mtu, inaweza ikawa ni ngumu. Kwa kumalizia, your question ni kwamba wanawake wengi hawathamini hisia za wanaume kwa sababu most of them they have the so called emotion numbness, wana ganzi ya moyo. Lakini wengine pia sasa hivi wamebadilisha upendo umeugeuza kuwa biashara, kwa sababu zamani tulikuwa tunaamini katika upendo wa kweli, lakini siku hizi kama mada ya leo inavyosema, mwanaume pesa. Kwa hiyo imekuja kuonekana kwamba kama hauna pesa hauwezi kuthaminiwa, na hii imekaa kwenye vichwa vyao kwa sababu wanaendelea kusikiliza na wanaendelea kujifunza na wanaona kupitia TV, runinga na vipindi mbalimbali kwamba ili mwanaume aweze kukufaa huko mbele ya safari lazima awe na misuli ya kiuchumi. Ni bora awe na tabia mbaya lakini awe na hela, ni bora awe hivi lakini awe na hivi. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa mwanaume kupuuzwa na mwanamke kihisia kama endapo hauna misuli ya kiuchumi, ni rahisi sana. Kwa hiyo anaweza akakupuuza kama ukiwa hauna uwezo wa kiuchumi au hauko mentally stable, nikiwa na maana ya kwamba hauna upeo mkubwa. Na ndiyo maana mwanaume anaweza kawa ana umri mdogo tu, lakini akaingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye amemzidi pengine umri mkubwa tu, lakini kama upeo wake ni mkubwa, ana uwezo wa kumwongoza mwanamke, na kama mwanamke huyu akiwa submissive, wanaweza wakafanana kiasi kwamba hata unaweza usione utofauti kwamba yupi ni mdogo kati ya huyu, na maisha yakaendelea. Kwa hiyo kuna tabia, lakini pia kuna mifumo, lakini vile vile kuna experience na exposure ambazo wanawake wamekutana nazo na ambazo wanasimuliwa, ambazo zinafanya wawe na roho ngumu. Na kuna hizi slogan ambazo zinatembea wanaume sumu, wanaume nini, hizi nazo pia zinatengeneza mitazamo hasi kwa wanawake kiasi kwamba wanatengenezewa hali ya uadui mapema, hata wanakuwa hawajali tena hisia. Wakiambiwa kitu wanakuwa hawajali kuhusu wanaume. Kwa mfano kauli hata mwanaume ni mbwa, kwa mtu anakuwa tangu akiwa mdogo, huyu hata akiingia kwenye mahusiano hawezi kuthamini hisia za mwanaume kwa sababu amekuwa condition hivyo, na amesikia na ameishi, amekuwa exposed kwenye mazingira namna hiyo.
Asante, asante kaka Lungu. Nadhani kama kuna kitu kingine ambacho tumekuwa tumeongea sana tangu hizi mada zimeanza mwaka jana, tumekuwa tunaongea kitu cha kujitambua wewe mwenyewe, na kama uko kwenye mahusiano mtambue huyo uliye naye. Tunasema maana ukigeneralize wanawake wote uliokutana nao ukaweka kwenye kundi moja, wanaume wote uliokutana nao ukaweka kwenye kundi moja, basi utapata changamoto sana kwenye mahusiano. Lakini pia tumekuwa tunaongea sana juu ya swala la kupona. Tuna trauma nyingi, wengi tuna trauma. Ameongea hapa kaka Lungu vizuri kuhusu malezi yetu yanavyotu influence na jamii yetu inavyotu influence mionekano yetu. Sasa ni wewe mwenyewe uondokane na mitazamo ambayo ni hasi, ni mitazamo ambayo inaendelea either kudumaisha afya yako ya akili, lakini pia inaendelea kudumaisha mahusiano yako. Kwa hiyo ni sisi, it's upon us. Yani kama ambavyo tunaenda hospitali kwa ajili ya malaria, ndivyo tunavyotakiwa kufanya hizo hatua kwa ajili ya kuondokana na mitazamo hii, lakini pia kujenga ustahimilivu wetu wa akili. Lakini kitu kingine ambacho tuliongea wiki iliyopita kwa wanaume, tulisema wanaume muwe wawazi, maana kama anavyosema kaka Lungu, sometimes you look okay lakini you are not okay. Sasa mtu hawezi unajua sisi mara nyingi tusipokuwa okay, nitasema yani mi leo 1 2 3 4 5, so I am expecting that emotional reciprocation kwa sababu nimekuambia hali yangu. Sasa kama mtu akiwa ana pretend yuko sawa lakini hayuko sawa na haumwambii mwenzio kwamba hauko sawa, hapo panakuwa na changamoto. Muda wetu umeenda unfortunately. Naomba nikukaribisha kaka Lungu for final words, just 2 minutes final words, and then tutakuwa tunamaliza session yetu ya leo. Karibu Kalungu, Okay, karibu. asante sana, nashukuru. Mimi nadhani kuna umuhimu sana wa kila mmoja kuweza kujitathmini na kujitambua yeye kabla ya kumhukumu mtu mwingine, kwa sababu kuna wakati au kuna muda unaweza kuwa unamlaumu mwenzako, kumbe tatizo ni wewe, au pengine unalaumu watu wengine, kumbe tatizo ni wewe mwenyewe, haujielewi, alafu unasema watu wengine wajielewi. Kwa hiyo kila mtu ana wajibu wa kuweza kujitambua na kuweza kufahamu utofauti alionao na upekee alionao, ili kuweza kuepusha changamoto mbalimbali za kihisia na kisaikolojia katika eneo alilopo. Tamsaidia sana pia kuweza kupunguza migogoro ya hapa na pale, hata katika mahusiano yake alionayo. Lakini cha mwisho, nadhani tuendelee kujifunza. Kujifunza hakuna mwisho, tujifunze kujifunza kila wakati, tusiache, kwa sababu kuna mengi ya kuboresha na kurekebisha kadri unavyokuwa na maarifa ya kutosha. Otherwise, mimi napatikana Instagram, TikTok na mitandao mingine ya kijamii kwa Kalungu Psychomotive. Asante. Asante sana 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 Kalungu. Azee kama alivyosema anapatikana Instagram, lakini kwa wale wa Dar es Salaam pia yuko anapatikana. So kama unataka session pia private, tafadhali unaweza ukamtafuta pia. Nakushukuru sana kwa kweli, session ya leo imekuwa very informative na tumejifunza mambo mengi. Naomba nigongelee hicho cha mwisho alichosema, tuendelee kujifunza, tuondokane na mindset za kwamba mimi niko hivyo. Hapana, wewe uko hivyo, akili yako ina akili akili yako ina akili na ina uwezo wa kutanuka zaidi na zaidi. Kwa hiyo tuendelee kujifunza, tusiwe watu ambao tuko rigid, tuondoe mitizamo yetu, tujifunze vitu vipya. Let's be people of growth. So asante, na nawashukuru in a special way. Nawashukuru wanaume wote ambao wameattend sessions za mwezi huu. I hope mtaendelea kujifunza. Najua wanaume tumejifunza mambo mengi yanahusiana na afya ya akili za kwenu. Kwa hiyo naomba niendelee urge kwamba iwe ni mwanzo tu, mwendelee kujifunza. Kuna information nyingi sana out there, so keep learning. And if anything this month kwa wanaume, it's a challenge. Tumechallengeana kwamba get a friend, tafuta rafiki ambaye unaweza ukaongea naye, ambaye atakuwa ni mtu ambaye ni msiri wako. So naomba ni wa challenge wote muwe na rafiki zenu, na mliambiwa na presenter kwamba mke wako ni rafiki yako, lakini tafuta mtu mwingine pia. So muwe na marafiki ambao ni wanaume wenzenu ambao mnaweza mkaongea nao. Basi with that said, kama ilivyo kawaida yetu, we normally hang around for another 15 minutes kama hauna pa kwenda, lakini kama ratiba
Kamata. Basi tunakushukuru sana kwa kuattend leo. Tutakuwepo tena muda kama huu next week. Karibuni sana na muwe na usiku mwema, na wengine walioko nchi za mbali mbali huko muwe na siku njema. Asanteni sana. Asante.